Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amekutana na kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei katika mazungumzo yaliyolenga kujadili hali ya uchumi na kijeshi nchini humo, wakati Pezeshkian akianza mwaka wake wa 3 madarakani. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa leo Jumapili, Agosti 9 mwaka 2026 kupitia channel ya Mojtaba Khamenei kwenye Telegram, mkutano huo ulijikita katika masuala kadhaa muhimu yanayoikabili Iran, ikiwemo mahitaji ya msingi ya wananchi, hali ya sasa ya vita na mwelekeo wake, na maendeleo ya kijeshi, usimamizi wa sarafu ya taifa harayo, pamoja na fedha za kigeni, pamoja na rasilimali za nishati. Mazungumzo hayo yalihusu namna Iran inavyoweza kuendeleza mahusiano na ushirikiano wa kiuchumi na mataifa ya kigeni kwenye kipindi ambacho nchi hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na shinikizo ambalo linatokana na vita pamoja na vikwazo vya kimataifa. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi kuhusu maamuzi yaliyofikiwa katika mkutano huo wala hatua mahususi ambazo serikali imepanga kuchukua baada ya mazungumzo hayo. Mkutano huo unafanyika wakati Iran ikiendelea kukabiliana na mazingira magumu ya kiusalama na kiuchumi, huku vita na mvutano mkubwa na Marekani na Israel ukiwa na athari kwa uchumi, usalama wa taifa, nishati na thamani ya fedha ya Iran. Kwa upande wa serikali, suala la kudhibiti raia na kuhakikisha upatikanaji wa fedha za kigeni ni miongoni mwa changamoto muhimu kutokana na shinikizo kwenye uchumi na biashara ya kimataifa. Pezeshkian, ambaye alianza muhula wake wa urais mwaka 2024, sasa anaingia katika mwaka wake wa 3 wa uongozi. Mkutano wake na Mojtaba Khamenei unaonyesha umuhimu wa uratibu kati ya taasisi za serikali na ofisi ya kiongozi mkuu kwenye kipindi ambacho Iran inakabiliwa na changamoto ambazo zinagusa moja kwa moja maisha ya wananchi na uwezo wa nchi kuendesha vita. Mojtaba Khamenei kwa upande wake amekuwa kiongozi wa Iran bila kuonekana hadharani tangu aliporithi nafasi ya kiongozi mkuu kufuatia kifo cha baba yake Ali Khamenei katika mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kutokuwepo kwake hadharani kumeendelea kuvuta hisia kubwa ndani na nje ya Iran, hasa kutokana na umuhimu wa nafasi ya kiongozi mkuu katika mfumo wa kisiasa na kijeshi wa nchi hiyo. Ingawa taarifa ya mkutano huo imethibitisha kwamba Pezeshkian alikutana na Mojtaba Khamenei, haikueleza mahali ulipofanyika mkutano huo wala kama ulikuwa sehemu ya mfululizo wa mikutano ya kawaida ya uongozi wa Iran. Pia haikubainisha kwa kina hali ya kiafya na kiusalama ya Mojtaba Khamenei, ambaye hadi sasa hajafanya muonekano wa hadharani tangu kuchukua nafasi hiyo. Masuala nyeti yaliyojadiliwa katika mkutano huo yana umuhimu mkubwa kutokana na hali ya vita inayoendelea. Uongozi wa Iran unahitaji wakati huo huo kuhakikisha vikosi vyake vinaendelea kuwa na uwezo wa kujilinda na kufanya operesheni, huku ukijaribu kuzuia madhara makubwa zaidi kwa uchumi na maisha ya raia. Nishati pia ni swala nyeti kwa Iran. Nchi hiyo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta na gesi, hivyo usalama wa miundombinu yake ya nishati, uzalishaji, usafirishaji na upatikanaji wa mapato ya kigeni ni mambo ambayo yanaweza kuamua kwa kiasi kikubwa uwezo wa serikali kuharamia mahitaji ya wananchi na shughuli za kijeshi. Kwa upande mwingine, kujadili ushirikiano wa kiuchumi na mataifa ya kigeni kunaonyesha kwamba Tehran inaendelea kutafuta njia za kudumisha biashara na kupata fedha za kigeni licha ya mazingira magumu ya kimataifa. Mahusiano hayo yanaweza kuwa muhimu katika kuhakikisha Iran inapata bidhaa muhimu, nishati, vifaa vya viwandani na masoko kwa ajili ya mauzo ya nje. Mkutano wa Pezeshkian na Mojtaba Khamenei hivyo unakuja wakati kwenye kipindi muhimu kwa viongozi wa Iran, ambapo masuala ya vita, uchumi, sarafu, nishati na mahitaji ya wananchi yameungana na kwa sehemu ya changamoto moja kwa taifa. Uwezo wa serikali kusimamia hali hiyo bila kuruhusu uchumi kuzorota zaidi unaweza kuwa na athari kubwa katika utulivu wa ndani wa Iran na uwezo wake wa kukabiliana na shinikizo kutoka nje. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.